kwa ushahidi, katika ushahidi wa barua ambayo iliyotolewa kwa tamko maalum, barua iliyosainiwa na shekhe wa mkoa, saini iko hapa ya shekhe wa mkoa, na barua iliyosainiwa pembeni na kadhi wa mkoa juu ya kubatilisha ndoa ya Dr. JJ Mwaka. Kwa hivyo imesainiwa na shekhe wa mkoa, ikasainiwa na kadhi wa mkoa. Barua iko hapa tunayo. Lakini pili, baada ya sakata hili, jana kukaibuka katika vyombo vya habari baadhi ya maneno ambayo Dr. Mwaka akayatamka ya kejeli, ya kuudhi, ya kufitinisha, ya kudharau na ya kudharau mpaka viongozi wa dini ya Kiislamu. Maneno mengi sana ameyatamka, ikiwemo na kuzungumza neno wahuni. Ili neno wahuni amekuwa akilirudia mara kwa mara, na kuna maswali ambayo sisi tutamuuliza, lakini kuna maswali ambayo tutaiuliza BAKWATA taifa chini ya Chehez Chizenga, ambaye huyu tutamuuliza leo pia maswali, kwa sababu kipengele cha BAKWATA cha katiba, nataka mnisikilize vizuri kabla sijampa Sheikh Mwaipopo aongee. Tunaongea kwa data, hatuongei kama tulivyo, tunaongea kwa data. Kipengele cha BAKWATA cha katiba ambacho nitakisoma, mnisikilize vizuri. Katiba ya BAKWATA katika baraza la mashekhe mkoa. Baraza la mashekhe mkoa litakuwa na wajumbe wafuatao: shekhe wa mkoa, kadhi wa mkoa, katibu wa baraza la mashekhe la mkoa, katibu wa kadhi wa mkoa, mashekhe 9 waliochaguliwa na mkutano mkuu wa mkoa kuingia katika baraza. Sikiliza kazi za baraza. Hii ni katiba ya baraza, ibara ya 49. Baraza la mashekhe la mkoa litakuwa na mamlaka na madaraka haya yafuatayo. Baraza la mashekhe la mkoa litakuwa na mamlaka na madaraka haya yafuatayo. Kwanza, kutoa uamuzi wa masuala ambayo hukumu yake moja kwa moja imo katika Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kupeleka mbele masuala hayo katika vikao vya baraza la ulama ikiwa hapana budi, ili kupata ufafanuzi au uamuzi wa mwisho. Pili, kutoa maamuzi juu ya mizozo mbalimbali ya kidini katika mkoa, kutoa miongozo mbalimbali ya mafunzo ya kidini katika madrasa, shule na kadhalika. Tatu, kuchunga nidhamu ya dini. Tano, kusimamia ndoa. Narudia kipengele cha 5, katiba ya BAKWATA hii, sio mimi. Katiba ya BAKWATA sio mimi. Kipengele cha 5, kusimamia ndoa, talaka, wasia, mirathi, wakfu, hiba na mambo mengine ya kisheria katika mkoa, na kutoa maamuzi juu ya masuala hayo kwa mujibu wa kisheria, kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Hii ni katiba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Kwa hivyo maamuzi yaliyotolewa ya kuvunja ndoa ya JJ Mwaka kikatiba, iko kikatiba kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA ibara ya 49 katika kipengele cha kadhi, shekhe wa mkoa na wajumbe wake. Ili tutalifafanua ili muweze kuelewa. Lakini leo hii tukaona tena press nyingine ya Chizenga na kamati yake ya maulama, anachanganya Waislamu. Chizenga, acha kuchanganya Waislamu. Kwa nini unachanganya? Baraza la mkoa limefuata katiba. Wewe unasema baraza la ulama limekaa lini, wakati shekhe yuko nje ya mkoa, hayuko hapa Dar es Salaam? Tuambie shekhe amerudi lini, vikao mmekaa lini kujadili hili tamko la Mwaka, na lini maamuzi hayo yamefanyika? Mwaka ameongea jana, nyinyi leo mnakuja kama baraza la ulama tena mmekutana watatu, kiwemo Chizenga, kiwemo Jongo na Mkoyogole, mnasema kwamba ndoa hii inarudishwa tena katika mahakama ya kadhi. Huyu kadhi yupi? Na kadhi alisha saini hapa kuvunja ndoa na saini yake ipo. Kuna maswali ambayo Sheikh Mwaipopo atauliza na tunataka ajibiwe, na Chizenga tunataka atueleze katiba. Je, Chizenga anavunja katiba ya BAKWATA? Na kama anavunja katiba ya BAKWATA, Chizenga anatakiwa ajiuzuru, kwa sababu huyu amewaita mashekhe wahuni. Unapohalalisha ile ndoa, maana yake kweli hawa mashekhe ni wahuni. Maswali ya msingi. Dr. Mwaka tunamuuliza, anauliza hivi Dr. Mwaka yuko na mke wake kwa muda wa mwaka mzima pasipokuwa na huduma zozote. Kama Chizenga anasema Dr. Mwaka ni mkewe, basi tunaomba Mwaka akamchukue mkewe, ajitokeze hadharani aseme mke wangu huyu hapa.
Huwezi kusema una mke umekaa mwaka mmoja hauko naye. Hiyo ni songi ya bongi saa. Na itakuwa ni uvunjifu wa amani, kwa sababu kila mtu apewe haki yake. La kwanza. Sasa Chizenga anatengeneza mazingira, na inawezekana kuna mazingira ya njaa, ya rushwa. Inawezekana kuna mazingira ya rushwa Chizenga na kundi lake wanaandaa. La pili, Chizenga ajue hata uendeshaji wa kiofisi. Duniani kote ofisi zinaendeshwa kwa nidhamu na kuheshimiana. Aliyekata hii kesi ni kadhi wa Dar es Salaam, na kadhi wa Dar es Salaam hayupo kikatiba. Kwanza elewe, inawezekana hapa tatizo ni shule. Kadhi wa Dar es Salaam hayupo kikatiba, na ndio maana hata serikali haimtambui kadhi. Aliyopo kikatiba kwa mujibu wa baraza na kwa mujibu wa katiba anayetambulika ni shekhe wa mkoa. Sasa bahati nzuri katika ile judgment, shekhe wa mkoa yeye kama mwenyekiti kalile baraza la mashekhe wa mkoa ameshatoa tamko kwa kunukuu Qur'ani na Sunna, na kutokana na malalamiko yaliyofika mezani kwake, na akatoa muda wa kukata rufaa. Sasa basi, kama Chizenga ni mkweli, angemwambia hivi Dr. Mwaka, madamu ili jambo limeshakatiwa judgment, jambo la kwanza unatakiwa uende kwenye mahakama ya chief kadhi kwenda kukata rufaa kwa yale uliyokuwa na mashaka nayo. Na kama ni rufaa, hivi rufaa kesi imesikilizwa lini wewe Chizenga? Jana malalamiko Dr. Mwaka ametoa, wewe asubuhi naona toa judgment ya kwako. Huoni kwamba mnawachanganya Waislamu? Mheshimiwa Mufti, hawa ndio watu wanaokusaidia kazi. Hawa ni watu wanaokuchonganisha wewe na Waislamu, kuonekana kwamba Waislamu viongozi wao ni mazuzu. La kwanza. Jambo la pili, Alhadi Musa Salum pale BAKWATA kujiweka, amewekwa kwa mujibu wa katiba na kanuni za baraza. Alhadi Musa alichokifanya pale ni kubalance malalamiko ya Dr. Mwaka na malalamiko ya nani? Ya muolewaji. Alafu la lingine, Mwaka aelewe kwanza, BAKWATA ikuanza kuvunja ndoa za Waislamu leo. Kabla yeye hajaoa, BAKWATA wanatoa judgment kwenye ndoa, na yeye Mwaka sio mtu wa kwanza kuacha, wala sio mtu wa kwanza kuachwa mke wa Mwaka. Ni jambo la kawaida, jambo limezoeleka, na ni jambo lipo kidini. Na bado alisema Mwaka amesema kwamba yeye ana ugomvi na Alhadi Musa. Tunaomba autangazie ulimwengu na dunia na Watanzania, ana ugomvi gani yeye na Dr. Mwaka na Sheikh Alhadi Musa. Atuambie ugomvi tujue, alafu akishatueleza tujue, atueleze kwa nini yeye Mwaka agombane na Sheikh Alhadi Musa. Alhadi Musa ni shekhe, Mwaka ni mganga wa kuuza madawa ya kienyeji. Sasa hebu atueleze wanachogombania yeye na Sheikh ambaye ni kiongozi wako wa kiroho ni nini, ili la kwanza lazima tulijue. Lakini baya zaidi, nimeanza kupata mashaka na kaka yangu Chizenga na kundi lake kwamba ni watu wenye mashaka sana, hata uwezo wako kufikiri ni mdogo sana. Sijawahi kuona uongozi wa namna hiyo. Kabla hujakata rufaa, ilipaswa wamuite Alhadi Musa Salum, wamhoji kwa nini umetoa judgment na kubatilisha hii ndoa, tueleze. Alafu wamuite muolewaji, kwa nini umepeleka mashtaka BAKWATA kwa Sheikh Alhadi Musa. Alafu wamuite muoaji ambaye ni mlalamikaji Dr. Mwaka, alafu wa balance story, then ndio watoe matamko yao ya kishekhe. Sasa jana tu Dr. Mwaka anatoa maelezo, wao wameshadaka mpunga, wamekaa sehemu ya faragha, wanaanza kubatilisha ile ndoa, anasema kwamba hii ndoa ni halali. Hivi huoni kwamba Chizenga unawachanganya Waislamu? Hamuoni kwamba nyinyi mko BAKWATA pale kwa kuvuruga Uislamu na Waislamu? Unakimbilia kwa mufti. Kwani mufti hao aliowateua kina Alhadi Musa kadhi wa mkoa aliona hawafai? Kwa hiyo unamkosoa pakata mufti kwamba mufti anaweka vilaza, ndio maana yake. Kwa hiyo labda tumpe tahadhari kaka yangu mdogo wangu Dr. Mwaka. Malalamiko kwanza unajidhalilisha tu. Yule mwanamke hakutumwa kwenda BAKWATA, ameenda mwenyewe. Kuna mtu alimuita BAKWATA? Kenda yeye mwenyewe. Amesema wao limtenga South Africa. Na inawezekana kuna wajanja wameshachukua mzigo ule, wanaburudika nao. Sasa wewe ungekuwa na akili, ungemuuliza mkeo kwa nini umekwenda BAKWATA? Ukutaka tukae kifamilia? Leo hii ndio unajua familia. Wakati mwanamke ameeleza kwenye vyombo vya habari, alipokuwa South Africa, hukupeleka huduma yoyote kwa muda wa mwaka mzima, umemshtaki polisi, na umemshtaki, umemweka polisi kolokoloni. Hivi kweli wewe ungejua dini ya Mungu inavyoelekeza, unaweza kumshtaki mwanamke ukamweka lock up? Mwanamke uliyezaa naye kuzaliwa watoto wawili, unalala naye kitanda kimoja, Mwaka wewe acha kuchezea watu akili.
Mwaka usichezee watu akili. Kwa sisi tunasema kama Waislamu, na haya mambo ya kwa tunaogopa watu kudakadaka vielehela visenti barabarani, acheni njaa. Acheni njaa kudanganya watu kwamba eti mwaka anastahili arudiane ule mwanamke. Mimi sitoi judgment, lakini mimi nafuata miongozo ya mashehe. Mimi nafuata miongozo wa mashehe. Madam shehe wamekwisha toa judgment, wewe Mkolegole na shehe nani na nani Jongo mlikuwa mna sababu ya kukana Chizenga. Mnakaa nini? Alafu baya zaidi kuonekana mashehe nyinyi ambao mnajifanya eti mashehe wa nini? Wa baraza la ulama. Nachangaa kikosi ndio mekali. Yaani baraza la ulama ndio litabeba watu mizigo kama hawa. Kwa sababu wallahi nacheka. Hii ni mizigo. Kwa sababu gani? Yule mwaka amewatukana mashehe. Kama kasema mashehe wahuni na nyinyi wahuni. Umeona? Sasa nyinyi mngeonyesha msimamo kwamba mashehe sio wahuni. Na baya zaidi Al-Hadi Musa na kundi lake wametumia Qur'ani na Sunna, wallahi hawakumtaja mtu wala akili zao. Lakini mwaka kwa uhuni wake, yeye ndio muhuni kwanza. Mwaka anaishinda na pensi, hata msikiti anaosali hatujui. Sasa ukasema shehe wahuni, wewe utakuwa nani? Sasa Chizenga inaonekana unabaliki uhuni wa Dr. Mwaka. Sasa mimi Mwaipopo ninajua thamani ya ushehe na mashehe, kwa sababu shehe hasemi akili zake ila anasimamia Qur'an na Sunna. Unaposema shehe muhuni, ina maana na Qur'ani kitabu cha wahuni, ina maana na Mtume Muhammad ni muhuni. Sasa nakushangaa Chizenga kuunga mkono muhuni kama huyu, na wakati Al-Hadi Musa na kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam ni viongozi wenzako na baraza ni hilo moja. Yaani sawa, mtu unatoa mzigo huku unaweka huku, umesema umepumzika. Kwa hiyo Chizenga, mimi ninamuomba mufti mara moja awatoe Chizenga na wenzake wawajibike BAKWATA. Namuomba mufti mara moja ili BAKWATA ibaki salama. Kuna watu BAKWATA ni mizigo na hawafai, na wamesoma Kiarabu tu, sio dini. Sasa mtu aliyesoma dini hawezi kuwa na uwezo mdogo wa kufikiri kama hawa. Na hapa naona kuna harufu ya rushwa. Naomba mufti afanye utafiti wake na vyombo vyake, hawa watu waondoke BAKWATA. Sisi tuna imani na tamko lililotolewa na baraza la ulama la mkoa wa Dar es Salaam, na tunaunga mkono hoja, kwa sababu mtu wa kwanza kuacha sio wa kwanza mwaka. Watu wameshaacha wanawake wazuri na wamekubaliana, wameachana kwa wema, wameoana kwa wema. Na Yesu mtu wa kwanza kuvunja ndoa yake BAKWATA. Akaangalie madokumenti hapo chungu mzima. Alafu angekuwa na akili, angeangalia nyuma ya mke wake mtiti wa wanawake aliokuja nao pale BAKWATA. Yes, ngangani na Al-Hadi tu angalia mtiti wa watu. Yule mama alikuja nao pale mpaka watetezi wa haki za binadamu. Sasa ulitaka Al-Hadi Musa afanye nini? Alafu najifanya nimepeleka, nimempatanisha tiketi ya ndege. Kwani ndege ndio nini sasa? Ukiambatanisha tiketi ya ndege na barua ya kuitaka BAKWATA iailishe, yule mwanamke ameshasema hakutaki. Kama hakutaki si basi. Utamlazimishaje mtu? Na ndoa ni ibada, na Mungu amesema tusikalaishane katika dini. Ikraha fi dini. Hakuna kulazimishana katika dini. Sasa yule mwanamke hakutaki, muache. Labda amepata mtu anayeendana naye, kaona wewe tabia zako haziendani na yeye, tafuta type yako, Mungu atakujalia. Na mimi nikupe pole tu kwa kumalizia, pole sana kaka yangu Mwaka, mdogo wangu Mwaka, kwa kuingia katika mtihani kama huu. Ungekuwa unajitambua ungekaa kimya. Waswahili wanasema kama kusema ni fedha, kunyamaza ni dhahabu. Kwa hiyo Mwaka, ujitafakari sana. Inawezekana kuna kitu Mungu anakupima, anakupa mitihani hii kwa sababu umekosa adabu. Wallahi bila umekosa adabu. Uwezi kuita mashehe wahuni. Mufti Sheikh Zuberi, Waislamu wanakuheshimu. Punguza chawa walioko BAKWATA pale. Ondoa chawa hawa, piga dawa ya mbu, chawa wote upukutishe. Wamejaa chawa pale, hawana mpango wowote, wanakuharibia sifa. Mheshimiwa Mufti, ni mizigo, itupe chini. Kuna watu wamekaa pale kusubiri na wao upate mufti. Utaupata mufti kwa sura hiyo? Mufti upatikani kwa sura hiyo. Sasa nimeshasema nasubiri majibu yako, nitamaliza kila kitu. Mimi nimeshasema tunasubiri majibu, si tumalize. Wewe ukidipu si tunapiga. Baraza la ulama limevunja katiba ya BAKWATA ibara ya 49. Naam. Kwa sababu ibara hiyo ndio imempa mamlaka shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo barua tumewaonyesha imesainiwa na kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam, imesainiwa na shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, na mashekhe wa mkoa wa Dar es Salaam kwenye baraza lile nao wakishiriki. Sasa BAKWATA ya mkoa inavunja,
BAKWATA hii ya Chizenga inahalalisha, mnachanganya watu. Mufti Shekhe Mkuu Abubakari Zuberi, mzee wetu, baba yetu, sisi vijana wako, unatujua, tunakujua, tunakuheshimu na tunauheshimu Uislamu. Angalia dini isije ikachezewa kwa sababu ya kutetewa wahuni. Huyu mwanamke kashasema hataki ndoa. Kama hataki ndoa mnamlazimisha nini? Mnataka mrudishe mje mkute kapigwa kisu? Mtabeba nyinyi hiyo dhamana? Ndoa haikuvunjwa BAKWATA, ila BAKWATA wao wanabatilisha lile tamko. Talaka inatolewa mahakamani. Dr. Mwaka amegewa siku 30 za kuapili ile kesi, kwamba ana uwezo wa kwenda popote, lakini matokeo yake siku ya siku ameamka katika vyombo vya habari anamshambulia shekhi wa mkoa, anasema muhuni, anazungumza maneno ya ajabu. Sasa muhuni maamuzi aliyafanya peke yake au kulikuwa na watu wengine wanayofanya maamuzi? Na wewe mufti ndio umemteua shekhi wa mkoa akusaidie katika kazi zako, lakini leo anaibuka Chizenga, Mkoyogole, Giongo, hata walipotokea hatujui wapi, wanakwambia kikao kimekaa cha kamati ya maulama. Kamati ya maulama imekaa lini? Tupeni rejea ya hadidu ya washiriki walioshiriki kwenye hiyo kamati wakasaini. Alafu istoshe za chini kabisa, Chizenga ulishaandika barua ya kujiuzuru ukatibu wa baraza la ulama. Sasa tuonyeshe barua yako inayoonyesha kwamba wewe umerudi, kwamba umerudishwa au umerudi. Acheni kuchezea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dini. Hii ni dini. Sasa kama ni dini, mngemwacha Dr. Mwaka aende mbele, kwa sababu kuna mamlaka ya kisheria, angeenda mahakamani, kule ndo kuna haki zaidi. Kama kwenye dini angekataa, angeenda mahakamani. Lakini Mwaka amesema anapeleka barua asubuhi. Nyinyi BAKWATA kabla ya swala ya Ijumaa mmeita waandishi wa habari, mnaanza kukaa, tunatengua. Kwa hiyo maana yake mnataka kumdhalilisha mwenzenu aonekane imetoa maamuzi mabaya au maamuzi sio sahihi. Kwa hivyo tunaomba Mufti Shekhe Mkuu wa Tanzania, ili swala linaweza likadhalilisha taasisi yako ambayo ni kubwa na Waislamu wanaiheshimu. Shekhe wa mkoa ni mtu wako, au kina Chizenga ni watu wako, kama alivyosema Mwaipopo. Ikiwezekana kama kuna machawa wanachezea dini, kwenye dini ya kuhitajiki machawa, kwenye dini kunahitajika watu wenye ikhlasi nia, watu wenye uchungu na dini, na wasifanye maamuzi eti kwa sababu labda kuna mkono wa rushwa umepita. Taarifa zote sisi tunazo, mambo yote yanayofanyika tunayo, lakini leo tunalozungumza kwamba Mwaka unachotakiwa ni kuapili kesi yako, kuipeleka katika ngazi zinazostahili, lakini sio nyinyi mnarudisha tena katika mahakama ile ya kadhi, ambayo kadhi yule yuko chini ya Sheikh Al-Hadi Musa. Sasa maamuzi yakitolewa tofauti na yaliyotolewa haya, mtasemaje? Ndugu waumini wenu mnawaika katika sura gani? La mwisho kabisa, tunawaomba baraza la mashekhe mkoa wa Dar es Salaam limchukulie hatua za kisheria Dr. Mwaka, ikiwezekana kwa kumshtaki kwa kuwaita wao wahuni, na aonyeshe hadharani kwamba uhuni wao uko wapi. Aonyeshe hadharani, kwa sababu neno wahuni amelirudia mara kwa mara. Kama yeye ni msafi, yeye sio muhuni, basi aonyeshe uhuni wa hawa mashekhe aliyowasema kwamba wahuni hawa watanisaidiaje katika ugawaji wa mali. Kwa nini umekimbilia ugawaji wa mali? Kwa sababu hata talaka haijatoka mahakamani. Maana yake hapa kuna jambo liko chini ya kivuli. Tunaomba taasisi za haki zinazotetea kina mama wamsimamie huyu mama, wamtetee huyu mama, wamsaidie huyu mama ili apate haki yake inayostahili. Ndugu zangu wapenzi, kama kuna maswali tunaomba muulize maswali yenu yanayohusiana na kadhia hii tuliyokuwa nayo. Tunatoa maswali 5 ili na sisi tuweze kwenda salati al-asri na nyinyi muweze kwenda kupeleka ujumbe wa kheri. Sisi tunasema kwamba talaka iko pale pale. Kamati ya baraza la maulama imevunja katiba ya BAKWATA, ila shekhe wa mkoa na kadhi na wajumbe wake wametekeleza katiba ya BAKWATA, ibara nimeisoma ya 48. Asanteni sana.